tunakuja na pendekezo letu moja kubwa ambalo tunadhani ni muda mwafaka sasa kulifanyia kazi swala hili, ili kuepuka kuendelea kwenda kwenye uchaguzi tukiwa na watu wengine wakiwa ndani, watu wengine wakiwa na dukuduku, wengine wakiwa na hofu. Pendekezo letu hili ni kuwepo kwa mwafaka wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu, ili kusaidia taifa kwenda katika uchaguzi tukiwa wamoja na wenye utulivu hali ya juu. Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu unapendekeza kupatikana kwa mwafaka wa kitaifa. Mwafaka huu wa kitaifa ni muhimu sana kwa kuwa utatoa nafasi na dukuduku zote kufanyiwa kazi kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Swala la mwafaka wa kitaifa si la kwanza kufanyika taifani, katika taifa letu au katika nchi zingine. Kule Zanzibar mwafaka ulishakuwepo mpaka ikapelekea kuwepo kwa umoja wa serikali, umoja wa kitaifa baada ya mauaji mengi yaliyotokea kule Pemba na mambo mengine. Kumekuwepo na watu mara kadhaa kukutana katika awamu zote, wananchi na wanasiasa kuelekea kwenye uchaguzi kwa lengo la kupata mwelekeo wa pamoja. Kwa sisi ni shauri letu hili kubwa kama njia ya kulishauri taifa, pamoja na kwamba tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi kwa upande mmoja na upande mwingine wakiwa wananungunika. Sisi tunadhani sio sahihi kufanya hivyo. Ndio maana tunasema tuwe na mwafaka wa kitaifa kabla ya kuendelea kwenda kwenye uchaguzi. Sasa nani anatapaswa kuhusika kwenye mwafaka huu? Swala la uchaguzi ni swala la Watanzania wote. Hivyo tunapendekeza mwafaka huu wa kitaifa uyakusanye makundi yote ya kijamii kama viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya siasa na taasisi zingine za kiserikali. Tunapendekeza mchakato huu wa kutafuta mwafaka wa kitaifa usimamiwe na wazee wenye uzalendo na hekima hapa nchini na wasiokuwa na maslahi yoyote ya uchaguzi. Manake mwafaka tunapaswa kusimamiwa na watu ambao wanaweza wakahakikisha kwamba tunatoka tukiwa wamoja na maslahi ya pande zote zinazovutana yakazingatiwa. Na tunashauri wadau wote washiriki mchakato huu wakiwa na roho inayoamini katika dhana ya maridhiano, na wote kuwa tayari kuachia kidogo ili kupata kidogo, win-win situation. Tunatoa tahadhari mapema endapo tutafanikiwa na swala la mwafaka. Maana zote mwafaka hauwezi kufanikiwa kama watu watakwenda wakiwa wanaamini kile wanachokiamini. Mwafaka maana yake ni kwenda na kukubali kuacha kidogo na kukubali kupata kidogo kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo makundi yote, sio muda wa kuvimbiana, sio muda wa kusimamia kile ambacho unaamini. Kama tunataka kwenda kwa pamoja katika uchaguzi, tunashauri makundi yote katika taifa letu, manake vyama vya siasa, viongozi wa serikali, taasisi zinazosimamia uchaguzi na Watanzania wote kwa ujumla, tuwe na nia ya kwenda kutafuta mwafaka, tukiamini kwamba kuna mambo ambayo tunaweza tukayapoteza kwenye mwafaka na tuna mambo ambayo tunaweza tukayapata kwenye mwafaka. Kwa muda mrefu sana Watanzania tumekuwa tukizani swala la maboresho na swala la uchaguzi ni swala la wanasiasa pekee. Sababu mojawapo pia zinazochangia mambo mengi kukwama hapa nchini ni kama vile mchakato wa katiba, ni swala la kuachia na kuwahusisha wanasiasa pekee katika mambo haya. Tumeona jinsi ambavyo tunapotea. Mchakato wa katiba sehemu kubwa tunaweza tukasema sisi wa Tanzania tulikuwa tunafuatilia, ulipotezwa na wanasiasa. Kwa hiyo kitendo cha kuacha wanasiasa waongoze mambo mazito ambayo kama haya ya kitaifa na sisi kukaa nyuma ndio tunatufikisha hapa tulipo. Tunapaswa tuwe beba kwa bega kama taifa na kila mmoja akaguswa kwamba mchakato wote wa uchaguzi ni mchakato wa kila Mtanzania, sio wa wale walioko kwenye vyama, sio wa wale tu walioko kwenye uongozi, bali Mtanzania yoyote ambaye amezaliwa leo na atakayezaliwa kesho. Swala la mchakato wa uchaguzi unamhusu moja kwa moja. Sababu moja hapo pia zinazochangia kukwama kwa mambo kadhaa ya kitaifa ni watu kutokuwa na tayari kwenda kwenye meza ya majadiliano kwa lengo la kuweza kupata maslahi mapana ya kitaifa. Hilo ndio changamoto kubwa ambayo tunakumbana nalo. Madai ya maboresho ya mfumo wa uchaguzi sio ya wanasiasa na ya kwanza leo, kama nilivyokwisha sema, toka mwaka 1992 yalianzishwa na viongozi. Wakati huo hata hatuna mfumo wa vyama vingi na bado yameendelea kuwepo. Kwa hiyo hili kufikia mwafaka na ili kufanikiwa katika mwafaka huu ni lazima makundi yote ya kijamii
ndio yao yanahusika katika mwafaka huu. Kwa hiyo eneo la kwanza, nani anatakiwa kuhusika, nadhani nimelifafanua. Eneo la pili, muda wa mwafaka. Mchakato wa mwafaka uanze mapema iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya vyama vya siasa na Watanzania kuelekeza nguvu zao katika kujiandaa na uchaguzi, na sio kama ilivyo sasa. Tunaona vyama vingi wa Tanzania muda mwingi wanazungumza maboresho, muda mwingi unakuta wanatumia katika kutafuta njia bora ya kwenda kwenye uchaguzi badala ya kujiandaa na uchaguzi. Kwa kweli, kama wote tuna nia njema na taifa hili, kama sote ni wazalendo kwa taifa hili, nadhani tunapaswa haraka iwezekanavyo kutafuta namna ya kukaa kama taifa, ili miezi miwili mitatu inayokuja vyama vyote, Watanzania wote waanze kujiandaa na uchaguzi. Wakae watumie muda uliobaki kujiandaa na uchaguzi badala yake badala ya hali ambayo tunaendelea kuiona kwa sasa. Kwa jambo la muda, kwa sababu wote tunafahamu kabisa tumebakiza miezi mitano twende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunadhani kabla watu wajaanza kuingia kwenye shughuli za uchaguzi moja kwa moja, basi ni vyema tukapata huu mwafaka wa kitaifa. Baada ya kujua wahusika, muda, ni hoja gani zinapaswa kuwa mezani kwenye mwafaka huu. Pamoja na kwamba washirika wa mwafaka watakuja na hoja zao zingine, lakini tunapendekeza misingi tunapendekeza misingi ya mwafaka uwe ni kwenye mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika chaguzi zetu na kuathiri mchakato wa uchaguzi kwa chaguzi zilizopita. Yaani msingi wake uwe ni yale mambo ambayo tayari yanafahamika, ambayo kila uchaguzi unaokuja yamekuwa yakizungumzwa. Pamoja na kwamba washirika wa mwafaka wanaweza kuja na mambo mengine, lakini tutataja mambo kadhaa ambayo tunadhani haya yakizingatiwa katika mwafaka huo, tuna uhakika wa kwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa na mazingira yote ambayo ni ya uhuru na haki. Tunafahamu kabisa kwamba msingi wa changamoto za uchaguzi hapa nchini upo katika katiba na sheria. Hilo liko wazi. Changamoto tunazoziona sasa hivi ni msingi wake ni katiba na sheria. Hilo hakuna nalo lipinga. Lakini kutokana na muda uliosalia kuelekea kwenye uchaguzi, tunadhani yapo mambo ambayo yanaweza fanywa kazi kwa muda huu uliobakia endapo tutakwenda kwa njia hii ya mwafaka wa kitaifa. Tutaweza tu kufanya haya mambo ambayo ni ya msingi tunayotaja, na yale mengine ambayo watu wanaweza kuja nayo kwenye mchakato wa mwafaka endapo tutakwenda kwa njia ya mwafaka. Kuna mambo ambayo ya kikatiba hatuwezi kufanyia kazi makubwa, lakini kuna mambo ambayo ni ya msingi ambayo ndio yamekuwa vilio na kelele wakati wote wa uchaguzi. Haya tunaamini kabisa kwamba yanaweza yakafanywa kazi. Mambo mengine kama upatikanaji wa katiba mpya yanaweza kuwekwa katika mambo ambayo yatafanywa kazi katika mwafaka huo. Jambo ambalo litafanywa kazi na mwafaka pia ni kuainisha mambo ambayo mara baada ya uchaguzi yatafanywa kazi kama taifa, ambapo mojawapo ni ile swala la katiba mpya. Kwa hiyo tunachosema ni nini? Ni kwamba maboresho na mambo ambayo yanaweza kufanywa kazi yanaweza kuwa mengine ni ya kisheria, mengine ni ya kikanuni, na mengine ni ya kimtazamo na kiutendaji. Tunatambua kabisa kuwa changamoto nyingi pia za kichaguzi zinachangiwa na aina ya usimamizi, matendo na mitizamo ya viongozi wakati wa uchaguzi, ambazo hizi sio za kisheria wala za kikanuni ambazo tunaweza tukazifanyia kazi. Changamoto hizi hazihitaji mabadiliko yote ya kanuni wala sheria, bali msukumo wa pamoja kama taifa na kuondokana na mambo haya. Mfano, matendo ya wasimamizi kukimbia wakati wa fomu. Unahitaji sheria gani kubadilisha ili wale wasimamizi wasikimbie wasifunge ofisi wakati vyama vya upinzani vinarudisha fomu? Hilo eneo la kwanza. Kwa mfano kusumbua mawakala. Tumeona kabisa wakati wa uchaguzi mawakala imekuwa ni kilio. Akwilina alikupoteza maisha hapa, vyama vya upinzani vikaenda kumfuata mkurugenzi ili aruhusu mawakala kusimamia vyama. Sasa hata hilo tunahitaji maboresho ya sheria. Pamoja na kwamba tunajua msingi wake kwenye sheria, lakini haya mambo yanaweza kuzungumzika na kuwa ni marufuku ambazo zinaweza zikawekwa kwenye mwafaka. Kwa mfano kuengua wagombea. Matumizi ya vyombo vya dola kama tulivyoona yale ya juzi Songea. Kusumbua vyama vya upinzani na mambo yanayoweza pamoja na mambo mengine ni mambo ambayo yanaweza kupata mwafaka kwenye mchakato huu wa mwafaka ambao tunaupendekeza. Kwa hiyo tumeainisha mambo 10 ya awali
ambapo tutakwenda kwenye mwafaka. Mambo 10 ya awali ambayo kama tutakwenda kwenye huo mwafaka yanaweza kaongezeka au yakapungua, lakini tunadhani la kwanza, wasimamizi wa uchaguzi wasiwe watumishi wa serikali pekee. Swala hili limekuwa likilalamikiwa na juzi mliona hata matangazo yalivyokuwa yanatoka, ni kama vile wanaweka specific kwamba wanaopaswa kushiriki kwenye mchakato wa kusimamia uchaguzi wawe ni watu wa serikali, watumishi wa serikali pekee. Sasa swala hilo sisi tunaona kama kwanza linaleta ubaguzi katika taifa letu, kwa sababu Watanzania wote wana haki ya kushiriki kwenye shughuli za kitaifa. Lakini sehemu kubwa ya watumishi au viongozi wa serikali wanaweza kuwa na maslahi, na ndio maana tunasema mchakato wa kupata watu wale wanaokwenda wasimamizi wengi, wasaidizi kusimamia michakato ya kiuchaguzi uwe ni wazi na utangazwe, Watanzania wote wenye sifa waombe. Hilo limekuwa likilalamikiwa. Hili tukienda nalo tukaliweka sawa, linaweza likapunguza yale malalamiko na madai. Lakini jambo la pili, tabia ya maafisa wa uchaguzi kufunga ofisi, hasa wagombea wa uchaguzi wanaporudisha fomu wakati wa uchaguzi. Hili ni tabia ambayo imejitoa. Na sio hii tabia ya wasimamizi kufanya mikakati na mbinu za kutaka wagombea hasa wa upinzani washindwe kutimiza masharti, ni swala ambalo limekuwa likilalamikiwa na sisi wenyewe kama wadau tumekuwa tukiona. Kwa hiyo tunadhani hili nalo kweli tunahitaji sheria kwenda kukaa na inahitaji mwafaka na makubaliano. Kwenye mwafaka huo, kama tutasaini mwafaka, mojawapo ya katazo liwe ni kwamba hakuna msimamizi yoyote atakayesumbua, atakayepotea, atakayeweka mazingira ya mgombea wa chama chochote kile kushindwa kutimiza wajibu wake wa kurudisha fomu, kuchukua fomu na kurudisha fomu. Hilo tunaweza tukazungumza kama taifa, tunaweza tukaweka kama makatazo ambayo hayatapaswa kutokea kwenye uchaguzi unaokuja. Sasa hata haya tunashindwa kukaa kama taifa na kukubaliana. Wagombea wa vyama, swala la tatu, wagombea kutoka vyama vya upinzani kuenguliwa. Hili limekuwa ni kilio mwaka jana tumeona ndio kilikuwa kikubwa. 2019, 2024 imekuwa kikilio, wote mnafahamu. Hakuna ile swala ambalo alijifichi. Kwenda kwenye uchaguzi na upande mmoja si jambo jema katika nchi ya kidemokrasia. Hili tungeweza pia kukaa kama taifa katika mwafaka huo, tukakubaliana kwamba hakuna mtu yoyote ataenguliwa, hakuna mgombea yoyote atakayeenguliwa kwa sababu zile ambazo sio za kisheria. Sababu kubwa za kisheria za kumwengua mtu ni awe ana chama, awe si raia, au hajatimiza umri. Hayo ndio mambo makubwa matatu. Haya mengine kwamba amekosea jina, amekosea sio nembo ya chama chake, itolewe nafasi ya kurekebisha. Hata kama atapewa siku 1, 2, 3 arudishwe, utolewe muda mzuri wa watu kuchukua fomu, alafu itolewe kwa mfano siku 3 za ziada za kufanya marekebisho. Tuwe na nia ya kutoa nafasi ya Watanzania kushiriki kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi tukiwa tunaandaa mazingira ya Watanzania wengine kuwekwa nje ya uchaguzi. Hilo ni jambo ambalo linawezekana. Na ndio maana tunasema nchi hii kinachokosekana ni nafasi ya mazungumzo, majadiliano. Kama taifa tumeua utamaduni wa kuzungumza. Mambo kama haya yanazungumzika na tunaweza tukaainisha kwenye huo mwafaka, na wote wanaoshiriki kwenye mwafaka wakasaini, na ikawa ni makubaliano kwamba hakuna kitu kama hichi kitakachotokea, na wale wanaosimamia uchaguzi wakapewa maagizo mapema kabla ya uchaguzi kwamba haya mambo yasijitokeze. Hayo yanawezekana. Hatuhitaji kwenda kubafumua katiba kukomesha swala kama hili. Tunahitaji kubadilisha matendo, mitazamo ya watu wanaohusika na uchaguzi ili wahakikishe kwamba swala hili halijitokei. Mawakala wa upinzani wanasumbuliwa, hata namna wanavyofanya viapo, mazingira ya kuapishwa wameweka viapo kwamba kwa mfano kulazimisha kwamba waapishwe na hakimu wakati mawakili wako nchi nzima, wale ni maafisa viapo. Kutaka kwa mfano kuna wilaya nyingine wakala hawezi kutoka kwenda makao makuu, ni gharama na vitu kama hivyo. Mazingira ya kuwaapisha na namna wanavyotendewa mawakala mara zote zimerudisha nyuma ushiriki wa vyama vya upinzani katika mchakato wa uchaguzi. Na ndio hivi vilio vimekuwa vilio vyao. Na vilio hivi haviwezi kuwa vya upinzani, ni vilio vya Watanzania. Kwa lazima tuchukulie hili pia kama ni tatizo ambalo tunaweza tukalifanyia kazi. Sidhani kama tunahitaji kwenda kubadili katiba au sheria kuhakikisha kwamba kwa muda huu tuliobaki inawezekana haya kafanyika kama
mkakati wa baadaye, lakini kwa sasa hivi sisi tunadhani tunapaswa kubadili mienendo, tabia na mitizamo ya viongozi na wanaosimamia uchaguzi ili kuhakikisha kwamba mawakala wa uchaguzi wa vyama vya upinzani hawasumbuliwi, na hili liwe ni mojawapo ya katazo ambalo litaingia kwenye mwafaka. Tukifanya hivi tutakwenda kwenye uchaguzi na haya maboresho yatakuwa yamefanyika bila kuingia gharama yoyote kubwa ya kitaifa. Jambo la 5, makosa ya kiuchaguzi kutambulika kama makosa ya jinai. Mara kadhaa wakati wa uchaguzi tumeona mambo mengine ambayo ni ya kawaida ya kiuchaguzi yakigeuzwa na kuwa ni makosa ya jinai. Juzi umeona maamuzi ya mahakama kuhusu wale watu wa Chadema, nadhani wilaya ya Geita kule, waliokuwa wamebambikiwa kesi wakati wa uchaguzi na baadaye mahakama kwenda kuwaachia. Kwa hiyo kuna matumizi ya namna hiyo mabaya ya sheria. Makosa ya kawaida ambayo yalikuwa ni ya kiuchaguzi ya kuweza kuitwa na kuzungumza yanageuzwa yanakuwa ni makosa ya jinai. Haya pia yanatia hofu kwa Tanzania. Na ndio maana wakati mwingine tunalalamika kwamba wapiga kura wajitokezi kwenye kura bila kujua kwamba hizi sababu tunazozitaja 10 ndio zinachangia pia muamko wa Tanzania kwenda kupiga kura uwe ni mdogo. Tunaandikisha watu maelfu, lakini wakati wa kupiga kura wanakwenda robo ya walioandikishwa. Sababu zinazochangia ni pamoja na hizi sababu 10 ambazo tunazitaja. Kwa sababu hofu zinajengwa wakati wa uchaguzi. Hofu zinajengwa kiasi kwamba Watanzania wanaona hakuna haja. Kwa mfano mazingira tuliyoyaona juzi Songea. Ni nani kweli anaweza kwenda kwenye mazingira kama yale? Kwa sababu mazingira kama yale tungeweza kupoteza maisha pale. Ndio maana tunasema kwamba matumizi mabaya ya sheria za nchi wakati wa uchaguzi ni jambo ambalo pia linapaswa kufanywa kazi katika mwafaka huu. Jambo lingine ni vyombo vya habari na waangalizi wa uchaguzi kuzuiliwa kutoa taarifa zinazohusiana na mapungufu ya uchaguzi wakati wa uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, tunafahamu kabisa kwamba wadau wakubwa wakati wa uchaguzi ni nyinyi waandishi wa habari na sisi asasi za kiraia. Tumekuwa waangalizi, tumekuwa tukishauri, lakini kanuni zilizoko sasa hivi zinakataza hasa wale ambao wameenda kuomba vibali. Kwa mfano asasi za kiraia, ukiomba kibali, kanuni za sasa hivi zinakukataza usitoe hata kuongea na media hivi kwa wale ambao wameomba vibali. Na ndio maana wengine hatuende kuomba vibali. Ukiomba vibali maana yake utakiwi kutoa maoni yako mpaka uchaguzi uishe. Hata ukiona kuna jambo baya linatendeka pale, hutakiwi kutoa maoni yako, hutakiwi kuongea, hata kupost kwenye social media, hautakiwi. Na ukitoa taarifa yako mpaka upeleke kwanza kwa tume waipitie, alafu ndio wakuruhusu kuitoa kwa umma. Sasa sheria za namna hiyo zinaminya uhuru wa asasi za kiraia. Sisi tunapaswa kuwa waangalizi. Sisi ni Watanzania. Asasi za kiraia za ndani zinapaswa kuwa waangalizi. Na wao wanatoa maoni kama kuna jambo ambalo haliendi sawa, wanaruhusiwa kutoa maoni ili kurekebisha. Kwa hili changamoto tunayoiona, nadhani tunapaswa kuifanyia kazi kama taifa. Na waandishi wa habari, sheria nyingi zinawasumbua. Tunaweza tukakaa katika mwafaka pia kipengele cha waandishi wa habari liwe mojawapo la swala la mwafaka kama ile la kwetu la asasi za kiraia. Na ndio maana tunasema huu mwafaka wa kitaifa ulete watu wote. Waandishi wa habari, kuna sheria nyingi sana ambazo zinawasumbua wakati wa uchaguzi. Uwezo ukaitisha mdahalo na mtu mmoja, kama mwingine ameamua kujisikia kutokuja, basi unafungwa mikono, usiendelee na mdahalo kwa sababu tu kuna mwingine ameamua kubaki nyumbani. Naona sasa sheria kama hizi zinaua uhuru wenu. Waandishi wa habari, kipindi hichi ndio kipindi ambacho chakula yenu ni kubwa kuliko kipindi kingine. Chakula yenu ni nini? Ni maneno. Sasa hivi watu wanapiga maneno sana. Ndio muda watu kuongea. Na nyinyi waandishi wa habari mnatafuta taarifa. Ndio muda wa taarifa nyingi. Sasa ndio wakati huo pia sheria zinawabana, zinawanyima. Kwa hiyo tunasema ni sehemu ya mwafaka. Tunapokwenda kwenye mwafaka, twende pia kujua waandishi wa habari watafanyaje kazi kwenye uchaguzi. Ndio maana nimesema tusichukulie swala la uchaguzi kwamba la wanasiasa. Swala la uchaguzi ni letu sote na kila mtu anapaswa kudai haki yake kwenye uchaguzi. Sisi kama asasi za kiraia tunapaswa kudai haki zetu kwenye uchaguzi. Wananchi wanapaswa kudai haki zao kuelekea kwenye uchaguzi kama wapiga kura. Wanasiasa wanapaswa kudai haki zao kuelekea kwenye uchaguzi. Kila mtu anapaswa kudai haki yake kuelekea kwenye uchaguzi. Na hili la asasi za kiraia na waandishi wa habari ni jambo ambalo linapaswa kuwa sehemu ya mwafaka, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana ambazo pengine tukipata nafasi ya mwafaka tutaweza kuziainisha.